Yes, assalamu alaikum, hujambo, mambo vipi? Karibu kwenye uchambuzi wa ana kwa ana na Goal Listen Muro Engine hii ya football ikitaka kuchakata na kupepeta hoja nzito kweli kweli. Lango jina ni Said Tuntu. Bwana Muro, uko sawa sawa? Mwenyezi Mungu mwema, niko sawa. Mambo yanakwenda? Mimi niko vizuri kabisa. Bwana, umeutizama mchezo wa Simba dhidi ya Coastal Union. Ni mchezo mkubwa kabisa, ni mchezo ambao umeibua hisia za mashabiki wengi kweli kweli. Lakini moja kati ya mambo tata ambayo yametokea pale ni kuhusu Ismail Toure. Wengine wakasema kwamba ile ilikuwa ni clear offside. Nikasema ukija hapa nitakuuliza hilo upite nalo kitaalamu, kwa sababu nyinyi mna nafasi ya kuangalia kwenye screen zenu zile bwana. Ukiacha hivyo pia wengine wakasema bwana, kwa huyo Ismail Toure ile ilikuwa au ilipaswa kuwa penalty. Alikuwa na matukio mawili makubwa leo. Moja la kuifaidisha timu, ndio, lakini moja la kuwarudisha waamuzi kwenye meza ya mazungumzo. Lakini wengine pia wakasema kabla ya penalty ile ilipaswa kuwa offside. Nikasema ukija hapa nitakuuliza yote hayo uchakate na kupepeta hoja nzito kweli kweli. Na ungependa tuanze na lipi? Nataka tuanze kwenye upande wa goli ama sio goli. Yes, alafu baadaye tutaingia huku kwenye penalty ama ilikuwa ni offside. Yes, baada ya mwalimu kufunga bao la kwanza, bao la pili amefunga Ismail Olivier Toure. Lakini mjadala ulikuwa ni mpana kama ambavyo umeniuliza wewe Tuntu, kwamba ilistahili kuwa bao limestand ama Olivier Toure alifaidika kwenye kuwa katika offside position. Issue ni kwamba bahati nzuri kwenye picha zetu kutoka kwenye mmiliki wa haki za matangazo Azam TV tulijaribu kuscreenshot kuweza kuona matukio yalivyokuwa, ukistopisha kutokea pale ambapo mstari ulikuwa unatoka kwa muamuzi msaidizi nambari 2, utaona ili mchezaji asemekane kuwa offside kwa mujibu wa sheria namba 11 ya IFAB ambayo inazungumzia offside, mchezaji atasemekana kuwa ameotea kama kuna mambo matatu yatakuwa yametimia. Jambo la kwanza, awe katika nusu ya mpinzani, katika opponent's half. Lakini namba 2, awe mbele kati ya vitu viwili. Tunazungumza awe mbele kati ya mpira, lakini mbele zaidi kuliko mlinzi wa pili kutoka mwisho. Na hapa kwenye offside rule ama sheria ya offside huwa wanazungumza, wanasema not necessarily a goalkeeper must be the last man. Sio lazima goalkeeper awe ndo mtu wa mwisho. Inawezekana beki akawa mwisho kwenye mstari, kipa akiwa mbele ya beki huyu, wakati refa anajaribu kutathmini tukio la offside, goalkeeper atakuwa anahesabika kama second last opponent, kama mlinzi wa pili kutoka mwisho. Sasa kwa mujibu wa hali ilivyokuwa, Ismail Olivier Toure pamoja na wenzake kina Selemani Mwalimu walionekana kuwa onside, kwa maana walikuwa kwenye position sahihi ya kuto kuotea, kwa sababu mlinzi wa pili kutoka mwisho wa Coastal Union alikuwa mbele zaidi yao, maana yake karibia na mstari wa goli lao, karibia na golikipa zaidi kuliko Ismail Olivier Toure na wachezaji wengine wa Simba ambao walikuwa kwenye mstari mmoja na mchezaji wa Coastal Union ambao alikwenda kuiua offside. Kwa mantiki hiyo ni kwamba Ismail Olivier Toure alifaidika vema kabisa akiwa onside na mpira kutoka kwa mchezaji mwingine ambaye walikuwa naye ligi ya Afrika Kusini msimu uliopita, kwa maana Neo Maema aliyekuwa Mamelodi Sundowns. Kwa mpira wakati unatoka kwenye miguu ya Neo Maema, Ismail Olivier Toure yeye alikuwa tayari yuko onside. Kwa hiyo anaua ule mpira, composure ya kiwango cha juu, anachagua uweke kwenye position ipi ya goli, na golikipa Ramadhani Chuma kutoka Coastal Union alikuwa hana uwezo wa kuzuia. Kwa hiyo kwa mujibu wa bao la Ismail Olivier Toure lina stendi kama bao kwa sababu alikuwa onside kama mfungaji. Hata Selemani Mwalimu ingetokea amefunga, kwa sababu alikuwa kwenye line moja na defender wa pili kutoka mwisho wa Coastal Union, bado ilikuwa haiondoi mazingira kwamba walikuwa kwenye onside. Kwa upande wa pili huko, wewe ulikuwa unaliona kwamba ilikuwa ni offside kabla ya kuweza kunyakua kwamba ile ilikuwa ni penalty au sio penalty? Yes, sasa hili tukio la pili ambalo limezungumzwa kwa kirefu sana leo ilikuwa ni Olivier Toure, tunasema Olivier Toure controversy day. Ilikuwa ni siku ya matukio tata ya Olivier Toure. Bao hilo ambalo tumezungumza alilofunga hakuna utata wote, lakini upande wa pili ilikuwa ni kwenye boksi la Simba Sports. Sasa mpira unapigwa kutoka upande wa kulia wa Coastal Union, nafikiri alikuwa ameukata ule, alikuwa ni Shiza Kichuya, anaudondosha ule mpira nyuma ya migongo ya defenders wa Simba. Ndio mtu wa kwanza kucheza mpira alikuwa ni Rushan Deriek, anaucheza ule mpira, nyuma yake alikuwa anaonekana ni Olivier Toure,
na Bakari Suleiman Msimu, winga wa Coastal Union, lakini fullback wa kulia wa timu ya taifa. Juzi kwenye FIFA series alikuwa hapa. Anaonekana Bakari Msimu alikuwa mbele ya Olivier Toure wakati mpira unapigwa, lakini tunajiuliza, je, sheria ya offside kabla ya kufanyiwa yale madhambi inazungumza nini kuhusiana na deflection ama deliberate play? Tukisema deliberate play, maanake wakati mpira unapigwa Rushen Derrick alikuwa yuko kwenye uwezo wa kucontrol ule mpira, kwa maana ya kucheza kwa kichwa, kuuokoa, ulikuwa huko kwenye control yake, ulikuwa huko kwenye udhibiti wake. Maana yake ikitokea mpira huko kwenye udhibiti wa beki na mpira umepigwa kuelekea kwenye eneo la ulinzi la beki husika anayezuia, ikitokea ameucheza aidha kwa miguu, aidha kwa kifua, aidha kwa eneo lote la mwili wake isipokuwa mkono kuelekea kwenye goli lake, huwa inakuwa offside imevunjika rasmi, kwa sababu sio deflection. Kilichotokea kwa Rushen Derrick haikuwa deflection, kwa maana mpira tu umemgonga bahati mbaya, ulikuwa kwenye direction ya mwili wake, ukagusa kiungo chochote, yeye akiwa hayuko tayari kucheza ama hayuko kwenye mazingira ya kucontrol, mara nyingi inakuwa inaua offside. Lakini hakuwa na offside yoyote pale. Hakuwa na offside kwa sababu alikuwa yuko kwenye mazingira sahihi ya kucheza ule mpira. Anagonga kwa kichwa, maana yake anamruhusu Bakari Suleiman Msimu kuwa kwenye front foot, na ndio maana muamuzi na muamuzi msaidizi nambari 2 wote waliruhusu move iendelee. Move ingekufa kama muamuzi msaidizi namba 2 angekuwa amenyanyua kibendera. Kwa kumruhusu kuendelea na movement Bakari Suleiman Msimu, maana yake ni kwamba alikuwa anamsababisha Ismail Olivier Toure aendelee kumchallenge ndani ya box. Suleiman Msimu alifanikiwa kuwa wa kwanza kuucheza mpira na kuutouch ndani ya box kuelekea kwenye lango la Simba Sports, kukutana na golikipa Hussein Mabele ambaye alikuwa anabakia kwa mtu wa mwisho. Lakini Ismail Olivier Toure alifanya kitendo ambacho nje ya boksi ungeita ni foul, kwa sababu alikwenda kumsukuma kwa mikono, na bahati mbaya ni kwamba mikono ama viganja haviruhusiwi kuhusika kwenye tukio lolote kiwanjani isipokuwa golikipa, ama ni mpira umetoka ni wa kurusha. Nje ya hayo matukio, ukiugusa mpira ama kuugusa mchezaji mwenzako kwa kumpushi, kwa kumsukuma ama kumharasi vyovyote ilivyo, huwa inahesabika kuwa ni foul ya moja kwa moja. Na bahati mbaya sasa amempushi akiwa kwenye movement, Bakari Suleiman akijitahidi kuwa strong, firmly and stable kwa ajili ya kuendelea kucontrol mpira, lakini baadaye akapoteza stability, akaenda kugongana na goalkeeper. Hicho ndicho ambacho kwa baada ya penalty. Sasa Mwalimu Muro, je, Ismail Toure ilibidi apewe nini? Kwa maana ya kadi gani? Kwa maana njano au redi? Hapo pia natamani kuchakata kidogo tuelewe. Yes. Au hapana kadi kabisa, just ni penalty na vingine viendelee? Yes. Nafikiri kwenye engo ya namna ambavyo faulu imefanyika, ni kweli amemsukuma. Unatazama direction ya mchezaji Bakari Suleiman Msimu ilikuwa ni wapi? By the way, alikuwa anaelekea kwenye lango la Simba Sports, hakuwa anaelekea nje ya lango la Simba Sports. Maana yake direction ya mpira ilikuwa inaelekea kwenye lango. Suleiman Msimu angeweza kuwa na nafasi nzuri zaidi ya kufunga bao, tunasema obvious opportunity ya kuscore goal, kwa maana ya nafasi ya wazi. Sasa hicho kipengele kinaitwa DOGSO, kwa maana denying an obvious goal scoring opportunity, kuzuia nafasi ya wazi ya kwenda kufunga bao ama nafasi iliyokuwa dhahiri kwenda kufunga bao. Sasa mara nyingi faulu hiyo ikitokea, kama ni ndani ya boksi inakuwa ni penalty ikiambatana na red card. Kama ingekuwa ni nje ya boksi ingekuwa ni foul ikiambatana na red card. Utakumbuka tukio la msimu uliopita, Azam FC wakiwa nyumbani dhidi ya Young Africans. Young Africans defender wake Ibrahim Abdullah Baka dhidi ya Nasoro Saaduni. Saaduni akiwa kwenye front foot kuelekea kwenye lango la Young Africans, alitembea akiwa anaelekea golini, straight direction yake kuelekea golini. Ibra Baka alivyofanya madhambi, ndio iliamuriwa kuwa foul, ambao Azam hawakuitumia kuwa bao kwa sababu Jibril Sila alikuja kufunga baadaye sana, lakini iliambatana na red card kutoka kwa muamuzi Ahmed Arajiga. Kwa hiyo leo muamuzi Rafael Ikambi kama angekuwa anatoa penalty pale, ingefuatiwa na red card kwa sababu ya direction ya mchezaji
Bakari Suleiman, msimu na mpira kuelekea kwenye lango la Simba. Kwa hiyo ilikuwa ni direct red card. Ilikuwa ni direct red card kama hakuwa na yellow nyingine ya pili. Bwana Mwalimu Muro, umechakata vizuri na kupepeta hoja nzito kweli kweli. Na mimi kutokea hapa sina la ziada bwana, mimi naomba nikutakie siku njema tafadhali. Asante sana. Na kwa watazamaji wa JM News TV, kama kawaida yetu, kampeni ya 20k kufikisha subscribers 20,000. Tulikuwa pamoja wakati tunatafuta 10k, watu 10,000. Lakini ukumbuke, katika wewe kutufanya sisi kuwa ndugu zako, wewe unaendelea kuwa rafiki yetu wa kudumu. Wewe mwenye matangazo yako ya biashara pamoja na aina tofauti za uwekezaji, endelea kutangaza nasi. Hapa ni kwako, wewe ni wa kwetu, sisi ni wa kwako. Bienvenidos, karibuni kwa lugha ya Kihispaniola.